Baba yetu Yesu Kristo apewe sifa tena. Kwa majina naitwa Consolata Francis, nimeokoka na baba yetu Yesu Kristo amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Na huwa nahubiri habari njema ya nyakati hizi za mwisho, kwa maana baba yetu Yesu Kristo ako karibu kurudi kwa mara ya pili. Je, atakaporudi atakupata mtu wa aina gani? Kwa maana kuna moto wa jehanamu na kuna watu wataweza kurithi ufalme wa mbinguni. Na leo baba yetu Yesu Kristo alipokuwa akifundisha, aliweza kufundisha na parables, na akaweza kufundisha kuhusu ufalme wa mbinguni, na akaweza kusema ufalme wa mbinguni utaweza kufanana na wanawali ambao ni walikuwa 10. Watano walikuwa wenye busara na 5 walikuwa wapumbavu, na wote walienda kumngojea bwana harusi. Na usiku ulipofika, wote wakasinzia wakalala. Na masaa 8 ilipofika, mtu akakuja aka-announce akasema bwana harusi anakuja. Wote wakaamka, lakini wale wapumbavu hawakuwa wamebeba mafuta extra. Wakaweza kuwaomba wale wengine ambao walikuwa na busara, wakawaambia tafadhali tusaidie na mafuta. Wale wenye hekima wakawaambia endeni kwa wauza mafuta. Walipoenda wakirudi wakapata mlango umefungwa. Wakaweza kubisha mlango, akasema saa tufungulie, lakini bwana harusi akasema mimi siwajui. Je, umeweza kujitayarisha vipi? Sasa ni wakati ambapo tunafaa kuamka kwa maombi na kuacha dhambi na kuishi maisha matakatifu, kwa maana wengi wataweza kufungiwa na wataweza kulia na kusaga meno yao kwa uchungu ambao wataweza kusikia katika moto mkali wa jehanamu. So siku ni leo, siku yako ya kubadilika. Usiseme nitabadilika kesho ama nitabadilika kesho kutwa. So siku ni leo. Naomba ukapate kushare ujumbe wangu kwa marafiki, kwa jamaa na familia, ili wakapate kutambua ya kwamba siku zimekaribia na ni siku za mwisho. So naombeni tukapate kujiweka tayari sote kwa kuomba na kuacha dhambi na kuheshimu baba yetu wa mbinguni. Sasa ni wakati wako wa kutaka sana shetani asiweze kukuangamiza. Ili utakapokufa ukiwa mwenye dhambi, utakapoamka utaweza kupata aibu ya milele katika moto wa jehanamu. Kwa maana watu wengi wanajua baba yetu wa mbinguni yuko, lakini wana-ignore. Kila mmoja akiamka anafuata shughuli zake. Watu hawajui kuomba, na watu wako tu duniani. So ni wakati wa kujitayarisha kwa kusali na kuishi maisha matakatifu na kumsubiri baba yetu Yesu Kristo. Sana sana naombeni tukapate kuwa na subira, ili baba yetu Yesu Kristo atakaporudi tena akaweze kutuokoa. Na leo ningependa kuwafundisha juu ya dhambi. Watu wengi wanajua dhambi ni nini, lakini bado wanazidi kutenda dhambi. So dhambi ni mbaya, na dhambi inatesa, na dhambi inapeleka watu jehanamu. So ni sharti tukae mbali na dhambi ili tukaweze kurithi ufalme wa mbinguni. Na baba yetu Yesu Kristo aliweza kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Akasulubiwa, akateswa, akapigwa mijeledi, na akakufa na akaweza kufufuka. Na sasa ameketi mkono wa kuume wa mbinguni, amekaa mkono wa kuume wa baba yetu wa mbinguni. So ni wakati wa kuacha dhambi, kwa maana unapotenda dhambi unamrudisha baba yetu Yesu Kristo msalabani. So sasa ni wakati wa kuishi maisha matakatifu na kuacha dhambi. Na kuna watu aina mbili. Kuna wale ambao wanajua dhambi ni nini, Wakristo ambao wako makanisani. Kuna wale Waislamu ambao wanahubiriwa wanafaa waache dhambi, na pia kuna wale ambao hawajaokoka kabisa, na kuna wale ambao hawamjui baba yetu wa mbinguni. Ujumbe wangu huwa ni ujumbe wa kila mmoja. Huwa nahubiria Waislamu, nahubiria Hindus, nahubiria pagans na Christians ambao wamepotelea makanisani. So kwa wale ambao wanamjua baba yetu wa mbinguni, wanafaa waishi maisha mazuri, kwa maana wale ambao wanajua haki, adhabu yao ni kali sana kuliko wale ambao hawajui haki. Mtu anajua haki na bado anaenda kinyume na baba yetu wa mbinguni. So ni wakati wako wa kuishi maisha matakatifu. Tukisoma 2 Corinthians chapter 2 verse 15 mpaka 16 inasema, for we are like a sweet smelling incense offered by Christ to God, which spreads among those who are being saved and those who are being lost.
Tukiangalia tafsiri ya Kiswahili inasema kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaookolewa na katika wao wanaopotea. So verse 16 inasema, for those who are being lost, it is a deadly stench that kills, but those who are being saved, it is a fragrance that brings life. Who then is capable for such a task? Katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo haya? So kwa wale ambao wameokoka, tunafaa tukue manukato ya Baba yetu wa mbinguni. Tunafaa tukue manukato nzuri ya Baba yetu wa mbinguni. So manukato hiyo inanukia vizuri kwa wale ambao wameokoka, na huwa inanukia vizuri na inaleta uzima. Lakini wale ambao wanapotea, manukato hiyo inanukia mauti na inaleta mauti. So tukue manukato mazuri kwa wale ambao wanaokoka na tukaweze kuwa mfano mwema. So ni wakati wa kujiandaa. Kuna hii siku moja ambayo utaweza kujiuliza, je, laiti ningelijua ningeokoka? Kwa maana dhiki sasa zimeanza kuja duniani, na dhiki ni majaribu. Dhiki ni majaribu. Sasa ni wakati wa kupimwa imani kwa kila mmoja duniani na kuamini Baba yetu Yesu Kristo. Utakapopimwa imani, kuwa na imani, usikubali shetani akaweze kukuangusha kwa jambo lolote, ama ukiwa mwenye dhambi. Naomba ukapate kusimama strong na tukaweze kushinda vita hizi, kwa maana ni vita ambazo ni kali sana. Je, utaanguka ama utabaki ukiwa umesimama? So majaribu yameshaanza kuja ulimwenguni, na labda watu wanajaribiwa bila kujua. Kuna wale ambao wanajaribiwa kwa umaskini. Katika umaskini hapo utaanza ku lose hope, give up, uanze kutamani kujiua. Lakini usitamani kujiua, ama kwa maana mtu yoyote atakapojiua ataweza kuenda katika moto wa jehanamu, vile maandiko yanasema. So labda watu wengi wanajaribiwa kwa kufungiwa nyumba, kwa kuuza vitu vya nyumba one by one, ama labda landlord anakuja anasema utoke kwa nyumba yake. So majaribu yatakuwa aina nyingi, hasa wakati huu wa mwisho. So na pia watu wengi wataweza kujaribiwa kwa dhambi. Utakapojaribiwa kwa kutenda dhambi, usiweze kurudi katika zile dhambi tena, kwa maana utaweza kujaribiwa kwa tamaa zako wewe mwenyewe, na ile tamaa ikiwa kubwa inakuwa mauti. So naomba usiweze kurudi katika zile dhambi, hata kama shida zitaweza kuja, hata kama utakuwa kwenye umaskini wa aina gani. Endelea kuwa na subira, na Baba yetu Yesu Kristo ataweza kukuokoa ili ukaweze kuurithi ufalme wa mbinguni. So siku zote ishi maisha matakatifu ili akaweze kukutetea katika jaribu ambalo wewe ambaye unapitia. So dhambi inatesa. Tukiangalia Judges chapter 6 verse 1, alafu turuke tusome 3 na 4. Inasema, once again the people of Israel sinned against the Lord. So he let the people of Midian rule them for 7 years. Kisha Waisraeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Whenever the Israelites would plant their crops, the Midianites will come with the Amalekites and the desert tribes and attack them. Basi ikawa hapo Waisraeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Waameleki, na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao. So tukiangalia verse 4 inasema, they will camp on the land and destroy the crops as far south as the area around Gaza. They will take all the sheep, cattle and donkeys and leave nothing for the Israelites to live on. Wakapanga marago juu yao na kuharibu hayo maongeo ya nchi, hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda. So
verse 6 inasema, then the people of Israel cried out to the Lord for help against the Midianites. Ndio wana wa Israeli walipomlilia baba yetu wa mbinguni, baba yetu wa mbinguni akaweza kuwatumia Gideon vile maandiko yanasema. Na so utakapopitia jaribu lako, inaweza kuwa ni dhambi ambayo inakutesa. Dhambi huwa inatesa. Dhambi huwa inatesa sana. Inaweza kuwa labda umefungua biashara na biashara haisongi. Unaweza kaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakuna chochote ambacho umeuza. Jiulize ni dhambi gani ambayo inakutesa. So na kuna wengine ambao wanajaribiwa kupitia magonjwa. Inaweza kuwa uko na HIV and AIDS, umemeza madawa miaka yote na haujui ni nini ambayo inakusumbua, lakini dhambi huwa inatesa. Baba yetu amekuwa so patient, ama amekuwa na subira sana akikungojea utubu na umrudie. So ni wakati wako wa kuacha dhambi na kumrudia baba yetu wa mbinguni. Inaweza kuwa unateswa na ugonjwa wa kansa. Unaweza kuwa unateswa na ugonjwa wa kifafa. Unaweza kuwa unateswa na ugonjwa wa kisukari. Kisukari, watu wa kisukari huwa wanateseka sana, kwa maana huwa wanajidunga zile madawa. So baba yetu wa mbinguni amekuwa patient na wewe, akikungojea umrudie. Hakukuacha ukufe, anataka umrudie na uache dhambi kwa kuishi maisha matakatifu ili akaweze kukuokoa. So kuna watu wengine labda huwa wanapata accidents. Unaweza pata accident lakini haujakufa. Baba yetu wa mbinguni ako so patient na wewe, kwa maana haujakufa. Anataka pia utubu na ukaweze kumrudia. So dhambi huwa inatesa, na dhambi inatesa sana. So na labda kuna watu wengine dhambi inatutenga mbali na baba yetu wa mbinguni. Dhambi inatutenga mbali na baba yetu wa mbinguni. Inaweza kuwa unafunga, unaomba, unatoa sadaka, lakini bado unaona mambo hayasongi, ama mambo hayakui vile unavyotaka we mwenyewe yakue. Unatoa sacrifice zote mpaka unatoa fungu la 10, lakini bado mambo yako pale pale. So anza kutubu siku ya leo ili dhambi iache kukutenga mbali na baba yetu wa mbinguni. Unaweza sema ya kwamba baba yetu wa mbinguni hataki kusikia maombi yangu, lakini kumbuka ya kwamba unapoishi maisha matakatifu na maisha ya kumpendeza baba yetu wa mbinguni, utakuwa rafiki wa baba yetu wa mbinguni. Utakuwa ukiomba na baba yetu wa mbinguni anaweza kukusikia maombi yako na atakuwa anakujibu. So wewe utadhani ya kwamba ni mikosi ambayo inakuandama, na unaanza kusema acha nitafute mganga. Kwa nini utafute mganga? Mtu yote ambaye anayemtumikia shetani, adhabu yake ni moto wa jehanamu vile maandiko yanasema. Ama watu wengine wanaanza kusema ya kwamba nitatafuta nabii nikapate kuombewa. Watu wengi huwa wanapoteza time wakienda kuombewa na manabii. Na kumbukeni sasa nyakati za mwisho, watu wengi manabii wengi ni wa shetani na madhabahu zao ni za kishetani. Ndio maana watu wanaombewa miaka nenda miaka rudi, lakini ile shida iko pale pale. Labda wanasumbuliwa na dhambi. Watu wamejawa makanisani, lakini wamejawa na kila aina ya dhambi. Watu wanaenda msikitini, lakini wamejawa na kila aina ya dhambi. Kuna hao ambaye wanatumikia sanamu. Wanatumikia sanamu ambaye haiwezi tembea. Wanatumikia sanamu ambaye haiwezi kuongea. So ni wakati wako wa kumrudia baba yetu wa mbinguni na kumake peace na baba yetu wa mbinguni, ili ukaweze kuokolewa wakati huu wa kujaribiwa kwako, ukabaki kusimama ukiwa strong. So usiende kuombewa tena. Kuna wale ambao wanaendaga kuombewa, utapata nabii wao ameweza kuwa brainwash akili sana. Utapata Mkristo anaenda kanisani Monday to Sunday. Sijakata kuomba, sio kuomba ni kuzuri, lakini je, unapoenda Monday to Sunday kanisani, utapata saa zingine usafi wa nyumba hata ufanye. Ndoa mingi zinavunjika kwa maana utapata labda yule mwanaume afurahi na vile unaenda kanisani. Unapoishi maisha mazuri, utakuwa ukiomba, hata ukiomba kwa nyumba yako, baba yetu wa mbinguni anasikia. Utakuwa rafiki wa baba yetu wa mbinguni. So dhambi inatesa watu wengi bila kujua. Na tukiangalia James chapter 5 verse 16, James chapter 5 verse 16 inasema, anyone who lives the way God wants can pray and great things will happen. So usiende kuombewa tena. Anza maisha yako ya kupractice kujiombea wewe mwenyewe. Wa Catholics ambao wananitazama, msiende kutubu kwa Father. Ni wakati wako wa kutubu ama kuconfess.
kwa wale ambao hawajui maana ya kutubu dhambi zao kwa baba yetu wa mbinguni. Msiende kutubu kwa binadamu tena, bali ni wakati wa kutubu kwa baba yetu wa mbinguni. Kwa maana sasa ni wakati wako wa kuchagua, je, utaenda katika njia pana ama utaenda katika njia nyembamba. Njia ni nyembamba ambayo inapeleka watu uzimani, na ile pana inakupeleka upotovuni. So ni wakati wako wa kuchoose between hizi njia mbili. Utafata ile pana ama utafata ile nyembamba. Hii nyembamba, hii pana watu wengi wanaifata, kwa maana imejawa na kila aina ya mambo. Kuna starehe mingi za duniani, kuna pombe, kuna sigara. So hiyo pana ni rahisi sana kwa watu wengi kuifata. Hii nyembamba ni ngumu sana kuifata. Na hii ndio njia ambayo sisi sote tunafaa tuifate ili tukaweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana chapter 3 ama Revelation chapter 3 verse 10, kila mmoja ataweza kujaribiwa duniani, na utakapojaribiwa kuwa mwaminifu na usiweze kuacha shetani akuangamize kwa njia yoyote ile. So watu wengi wanajua ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini huwa wanahimizana wenyewe kwa wenyewe kufanya dhambi. Si wakati wa kuhimiza mwingine kufanya dhambi. Sasa ni wakati wako wa kuhubiria mwingine. Uhubirie rafiki yako, umhubirie jirani yako, uhubirie mtu yoyote akaweze kuokolewa na baba yetu wa mbinguni na moto mkali wa jehanamu. So acha leo niweze kuwatajia hizi dhambi. Kuna ulafi. Tukiangalia watu wa duniani sasa hivi wamejawa, sijaweza kujaji mtu yoyote, lakini watakatifu wataweza kujaji ulimwengu. Watu wamejawa na kila aina ya dhambi, mojawapo ikiwa ni ulafi. Unapata watu hawana ule utaratibu wa kukula chakula. Utapata mtu ameweka chakula mdomoni na bado anaongeza chakula ingine kwa mdomo. Hiyo ni ulafi. Tukule kwa kumheshimu baba yetu wa mbinguni. Tukule kwa kiasi. Unapata mtu anakula kila aina ya chakula. Hata akianza kuumwa na tumbo ajui ni chakula gani ambayo inamuumisha tumbo. Ama labda umepata chakula na hata una time ya kuombea. Ndio maana watu wengi ya kuombea kile chakula. Ndio maana watu wengi wanatiliwa sumu, wanakula na wanakufa kwa sababu ya ulafi. So ni wakati wa kumheshimu baba yetu wa mbinguni na tukaweze kukaa mbali na dhambi ya ulafi. Kuwa na subira na chakula. Watu wengine hawakui na subira hata wanapopika. Utapata kama ni nyama wamekula half of it before hata iive. So watu wengine hawakuagi na subira. Ni wakati wako wa kuwa na subira. Wacha chakula iive, pika chakula iive, pakua pale mezani. Na utapata wengine wamekulia jikoni na wakienda tena kupakua wanajiwekea chakula mingi, na huo pia ni ulafi. So tukule kwa heshima ya baba yetu wa mbinguni. So kuna ugomvi pia ni dhambi. Nyakati hizi za mwisho tunafaa tuishi maisha ya kumpendeza baba yetu wa mbinguni na tusiishi kwa maisha ya kugombana. Na sana sana shetani ataweza kutumia ndoa nyingi ili kuvunja ndoa kupitia hii roho ya ugomvi. So kama wewe ni mwanamke na uko katika ndoa na labda mume wako ni mtu mgomvi sana, ni wakati wa kuomba baba yetu neema ya kunyamaza. Akianzisha ugomvi na wewe nyamaza, kwa maana pia jambo ndogo sana inaweza leta vita na separation. So kama mume wako ni mtu mgomvi, jifundishe kunyamaza na uombe hiyo spirit ya ugomvi, na baba yetu wa mbinguni ataweza kukusaidia. Na inaweza kuwa labda kuna wale ambao wanaishi kwa plot, kuna jirani mmoja tu anakuaga mgomvi. Wewe jifundishe kunyamaza na baba yetu wa mbinguni ili sala yako ipate kibali mbele za baba yetu wa mbinguni, kwa maana wakati tunafaa tuamke kwa maombi. So wewe jifundishe kunyamaza kwa kuishi maisha mazuri na maisha ya kumpendeza baba yetu wa mbinguni. Kuna uzinifu. Siku hizi watu wengi hawana ile hofu ya baba yetu wa mbinguni. Wanazini mpaka kwa mitandao. Utapata wanawake wana exchange nudes. So hii ni dhambi, na dhambi ya aina yoyote hatutaweza kuurithi ufalme wa mbinguni kama tumejawa na dhambi ya aina yoyote. So leo kuna wale ambao hawajui dhambi, na nawatajia hizi dhambi na hizi aina za dhambi. Kuna uongo, kuna ulevi,
kuna ulevi. Utapata siku hizi pia wanawake wengi wamepotelea kwa ulevi. Na wewe ni mwanamke ambaye, mwanamke siku zote anafaa akae karibu na baba yetu wa mbinguni kwa kupitia maombi. So sasa ni wakati wa kuacha kwenda kwa club, kwa maana hatujui siku wala saa. Baba yetu Yesu Kristo alisema atakuja siku yoyote. Je, atakapo kupata kwa club umelewa, utakuwa mtu wa aina gani? Obvious utaenda katika ziwa la moto. Na sija kuhukumu, ni vile maandiko yanasema tukae mbali na dhambi. Kuna dhambi ya masturbation. Dhambi ya masturbation, hiyo ni dhambi ambao watu wengi wanaifanya. Na wakati huu tunafaa tuombee watoto wetu ambao wako shuleni. Kuna wale ambao wanaenda high school, kuna wale wako boarding. Sana sana watoto wengi wamejawa na roho ya masturbation iko kule mashuleni. Utapata pia watoto wengi wamejawa na roho ya lesbian wametoa kule mashuleni. So wewe mzazi, ni mara ngapi ambaye unaombea mtoto wako? So ni wakati wa kuombea mtoto wako. Hata kuna wale wengine wamekaa katika hii dhambi na wameshindwa jinsi ya kujiondoa katika roho ya masturbation. Roho ya masturbation inaondolewa peke yake kwa kuomba. Kuomba na utajipata hiyo hamu imeweza kuisha kabisa, na utapata hautamani tena masturbation. Kuna rape, ubakaji. Wakati wa mwisho dhambi ama maroho zitakuwa duniani za kila aina. Naomba mtu yeyote atakaye nitazama siku ya leo, watu wengine utapata wanabaka hata watoto wadogo. Hii ni kind of laana, na ni wakati wako wa kuwa na self control. Ni wakati wa kukuwa na self control, kwa maana mtu yoyote anayefanya hawa watoto wadogo waingie kwenye dhambi, maandiko yanasema heri mtu huyo afungiwe jiwe shingoni mwake na atupwe azame baharini. So mkapate kuwa na self control na msiweze kuingia katika hii dhambi ya ubakaji. Na pia kuna kufanya mapenzi na wanyama. Maandiko yanasema ya kwamba alaaniwe afanye mapenzi na laana. So dhambi ya aina yoyote itaweza kutoka kwako kwa kutubu peke yake, na baba yetu wa mbinguni ataweza kuwasaidia na mtaweza, baba yetu wa mbinguni ataweza kuwasaidia. So dhambi hauwezi toka kwenye dhambi kwa nguvu zako mwenyewe, ni kupitia kutubu na kuomba, na baba yetu Yesu Kristo ataweza kukusaidia na utaweza kupata umeacha ile dhambi. Na pia utapata wanaume wengi kuna gayism, wanaume kufanya mapenzi na wanaume wengine, ama lesbianism, wanawake kufanya mapenzi na wanawake wengine. Sasa tumekuwa kama Sodom na Gomora. Unapata mwanaume hataki kufanya kazi, unapata ameolewa na mwanaume mwingine. So naomba mkapate kuacha njia mbaya, kwa maana siku zimekaribia na kuna moto mkali wa jehanamu ambao ni moto wa milele na milele. Vile vile kwa wanawake, naombeni mkapate kuacha hii tamaa, kwa maana ni tamaa ambayo ni laana. Baba yetu wa mbinguni anapoachilia kukuacha, utakuwa mtu wa aina gani? It's like baba yetu amekulaani. So sasa ni wakati wa kumake peace na baba yetu wa mbinguni, na usikubali tamaa yoyote ikaweze kuingia katika maisha yako, kwa maana siku zimekaribia. Dhambi nyingine ni kuwazia wengine maovu. Kuna wizi, kuna kuua, kuabudu shetani. Wale ambao walienda kumtumikia shetani, ni wakati wako wa kuchukua fursa yako na kuacha kumtumikia shetani, kwa maana mtu yote anayemtumikia shetani, maandiko yanasema ataweza kwenda katika ziwa la moto. Kuna waganga, kuna wachawi, kuna wale ambao wameenda, labda walifikiria ya kwamba ukijoin cult kuna pesa. Labda uliweza kushawishiwa na rafiki yako ama na ndugu yako ama na mzazi wako uende kutumikia shetani, lakini ni wakati wa kutoka kwa kuishi maisha matakatifu. Utaweza kutokaje kuabudu shetani ama kumtumikia shetani? Kwa kuishi maisha matakatifu peke yake na kuomba. Usiende kuombewa na mtu yoyote, kwa maana pasta wengi pia wanamtumikia shetani. So utakapoenda kuombewa tena utajipata haujatoka kule kwa kumtumikia shetani, kwa maana hao mapasta pia wanamtumikia shetani, na utatoka kwa kuishi maisha matakatifu vile nilivyotangulia kusema, na kuacha dhambi na kuacha tamaa zote za dunia hii, na
ngao yako sana sana ikapate kuwa utakatifu, na baba yetu Yesu Kristo ataweza kukuhurumia na atakutoa katika kuabudu shetani. Kuna wale ambao wanaabudu sanamu ama kutumikia sanamu. Wahindi wengi wanatumikia sanamu, na sio Wahindi peke yake. Kuna wale ambao wanatumikishwa sanamu katika makanisa ya Catholics. Catholic ni wakati sahihi wa kukosa kuinamia sanamu ambazo zimewekwa katika jengo la kanisa. Kumbuka hawa watu ama hawa false apostles, manabii wa uongo, waliweza kujua ya kwamba wakiweka ile sanamu ya mama yetu Bikira Maria pale ama baba yetu Yesu Kristo pale, watu wengi wataweza kuheshimu hizo sanamu, na baba yetu wa mbinguni anachukizwa na watoto wake kuabudu sanamu ama kuinamia sanamu yoyote. So ni wakati wako wa kuacha kutumikia zile sanamu. Na kuna wale ambao walipewa rozari. Hiyo rozari pia kuna sanamu ambayo iko pale. So ni wakati wako wa kuamua ili ukaweze kuokolewa na baba yetu Yesu Kristo wakati dhiki hizi ama kujaribiwa kwako kutakapoanza. So ni wakati wa kufanya uamuzi mzuri na uamuzi wa haraka, na kutupa zile sanamu ambazo ni za aina ya rozari, na kutupa zile rozari zingine zinavaliwa kwa mkono, ili baba yetu wa mbinguni akaweze kuokoa. Sio wakati wa kutumikia zile sanamu tena, ni wakati wako wa kuacha kutumikia sanamu. So kuna kuvalia mavazi mabaya. Acha turudie hapo kwa sanamu kidogo. Kuna katika rozari kuna ile sala ya Bwana ambao ni Lord's Prayer. Hiyo Lord's Prayer unaweza omba kwa njia ya rohoni ama Salamu Maria. Hiyo ni sala ambayo iko so powerful. Unaweza omba kwa njia pia ya rohoni. Baba yetu wa mbinguni ni roho. So sasa ni wakati wa kumwabudu baba yetu wa mbinguni katika roho na katika kweli, without kutumia zile sanamu. Yule ambaye ananisikiza na anafuatilia mafundisho yangu, baba yetu Yesu Kristo ataweza kumwokoa. Kwa maana haya mafundisho mimi sijafundishwa wala kuandikwa na mtu yoyote, bali ni Roho Mtakatifu huwa ananifundisha. So kuna kuvalia mavazi mabaya. Utapata watu wengi wanavaa trousers na wanajua maandiko yanasema mwanamke hafai kuvaa mavazi ya mwanaume, ama mwanaume hafai kuvaa mavazi ya mwanamke. So ni wakati wako wa kwenda vile neno ambalo linatufundisha. Na kuna wale ambao wanavalia miniskirts, kuna wale ambao wanavaa mavazi ya kujionyesha uchi wao. Watu wengi wanasema ya kwamba baba yetu wa mbinguni angalii mavazi, bali anaangalia rohoni. Lakini utakatifu wetu wakati wa mwisho unafaa utoke kwenye mavazi na uende pia na rohoni. Kwa maana kuna wale wanaume wanatamani sana kuokoka. Na utapata mwanaume anaenda kanisani, ana give up, anaacha kwenda kanisani. Anasema kama kanisa ni hiyo, wacha nikae nyumbani. Kumbuka umeenda kanisani, umevalia mavazi ya kudistract watu wengine. Maandiko yanasema kama macho yako yataweza kukufanya uingie kwenye dhambi, heri uyang'oe uyatupe. Kumbuka yule mwanaume ambaye ako pale kanisani na umemfanya wewe mwenyewe azini kupitia mawazo yake, itakuwa ni dhambi kwako. So tukue kama chumvi ya ulimwengu na tukue kama taa ya ulimwengu, ili tukapate kuokoa watu wengi katika moto wa jehanamu. Na kuna wale ambao wana bleach. Sasa watu wengi wamejawa na kuishi maisha ambayo sio yao. Utapata mwanamke amefake kila kitu. Akiona hii uso haikai vizuri, anaenda anafanywa ana bleach uso. Akiona akai vizuri kwa makalio, anaenda anaongeza makalio. Kwa nini ushindane na baba yetu wa mbinguni? So ni wakati wako wa kuacha kila chochote ambacho kitaweza kukupeleka motoni. Na kuna wale ambao wamechora tattoo. Tattoo pia ni dhambi, na mtu yoyote ambaye amechora tattoo mwisho wake ni moto wa jehanamu. Lakini utakapoamka na utubu, baba yetu wa mbinguni ataweza kukusamehea, kwa maana hizo ni alama za shetani. Unapotubu, baba yetu wa mbinguni ataweza kuwasamehea. Usiende kufuta hiyo tattoo, kwa maana pia kufuta ni uchungu. Wewe tubu na baba yetu wa mbinguni ataweza kukusaidia na ataweza kukusamehea. Kuna wale ambao walienda kuchora kwa kutokujua, na kuna yule ambaye amesikia nikihubiri siku ya leo na anaenda kuchora. So hiyo itakuwa ni dhambi ya kusudi.
Kuna dhambi ingine ambao ni ya chuki. Watu wengi siku hizi wanachukiana wenyewe kwa wenyewe. Utapata huyu aongeleshe huyu, ama huyu aongeleshe huyu, ama familia saizi zimekuwa na chuki ya hali ya juu sana. Ni wakati wa kuishi maisha ya upendo, kwa maana upendo hupunguza wingi wa dhambi, vile maandiko yanasema, upendo hupunguza wingi wa dhambi. So ni wakati wa kupendana. Penda anayekuchukia, muombe anayekuombea mabaya, penda adui yako, penda jirani yako kama nafsi yako, kwa maana baba yetu wa mbinguni ni upendo. So sasa tunafaa tukapate kuwa na upendo. Na pia kuna dhambi ingine ni ya masengenyo. Utapata mtu anapatikana katika kila kikundi cha wamama. Ni bora ukae peke yako wakati huu ili uweze kuepuka hii dhambi ya masengenyo. So kuna dhambi ingine ni dhambi ya matusi. Maandiko yanasema hata utakapomtukana mwingine mjinga, uko katika dangers za kwenda motoni wa jehanamu. So ni wakati wako wa kuacha dhambi ya aina yoyote. Kuna dhambi ingine ya kupigana, kuna wivu, kuna uchoyo. Uchoyo watu wengi wanapata sahi wakati huu, wanapata ni wachoyo. Mtu anataka hata jirani akikuja kukuomba kiberiti unamnyima, hata jirani akikuja kumuomba chumvi unamnyima. So ni wakati wa kuacha uchoyo, ni wakati wa kuacha dhambi ya uchoyo, ili baba yetu Yesu Kristo akaweze kukuokoa na dhiki hizi ambazo zimeanza duniani. Na kuna wale ambayo wako na ubinafsi. Ubinafsi ni mbaya na ubinafsi ni dhambi. Utapata labda wewe ni baba, badala upeleke, hata maybe umepata nyama ama umepata nyama, badala upeleke nyumbani, unaenda unachomewa, unakula kule, na labda uko na watoto na bibi nyumbani. Unapofika unapea mama pesa, anaenda kununua sukuma, na wewe umejikulia nyama. Ama kuna watu wengine wakileta hata nyama wana count zile nyama, ama unapata mzee wa boma anaekewa chakula nyingi ama nyama nyingi, na utapata mtoto anaekewa kanyama kamoja. Kwa nini we mama ukuwe mbinafsi? Kama ni watu ambao unafaa kuwaeka rohoni, ama wakuwe first priority kwako katika familia ni watoto wako. So watu wakapate kuacha ubinafsi. Ama we mama utangojea watoto wameenda shuleni, watoto labda amekula kamandazi kamoja, ama hata labda hawajapata breakfast, wewe unaenda unanunua chakula, unakula, unashiba. Utakulaje ushibe na watoto wako hawajakula chochote? So ni sharti tuweze kuacha ubinafsi ili tukaweze kurithi ufalme wa mbinguni. Kuna usuda. Usuda pia ni dhambi. Kuna wale ambao wanapenda kuchunguza maneno ya watu. So kila mmoja mind business yake, kila mmoja aweze kumind business yake, na si lazima uchunguze jirani leo amekula nini, jirani amenunua nini kwa nyumba yake. So usuda pia ni dhambi. Kuna abortion. Watu wengi pia siku hizi wamekuwa kuua kwao ni kuua kwao sio hoja, lakini abortion ni dhambi. Labda baba yetu wa mbinguni amekupatia hata ile damu kidogo kwa tumbo lako, baba yetu ameweza kusema ndio ama ameweza kusema yes upate mtoto. Unapoenda kuitoa unaenda kinyume na baba yetu wa mbinguni. Na maybe unaweza enda kutoa ukakufa. Utakapokufa utakuwa mtu aina gani? Kwa maana umekufa ukitenda dhambi. So ni wakati wako wa kuacha dhambi, na abortion ni dhambi, ama kutoa mimba. Na kuna watu wengi pia wanapenda kuangalia pornography. Pornography ni dhambi, na huwa inachangia sana kuleta tamaa mbaya. Unapata mtu ako na roho ya lesbianism, ameanza kutamani wanawake. Mtu anapenda ako na roho ya gayism, ameanza kupenda wanaume. Na pia katika pornography kuna kwaga na video nyingi mbaya. So dhambi hii itaweza kutoka kwa kuomba baba yetu wa mbinguni akaweze kukuondolea. Hata kama dhambi imekuwa sugu kwako, ni bora kuomba. Hakuna dhambi yoyote itatoka kwenye maisha yako, itatoka kwa kupitia kuomba peke yake. So nadhani nimeweza kuwatajia aina ya dhambi. So tukae mbali na hizi dhambi ili baba yetu wa mbinguni akaweze kutuokoa. Sasa ni wakati wa kuishi kama ambao tuko vitani. Mtu anapoenda vitani huwa amejiami vizuri. Utabeba kama ni gun amebeba,
kama ni bastola amebeba, kama ni helmet amebeba, kama ni ngao amebeba. So anakuaga amejihami kwa namna yoyote. Na sisi tunafaa tuamke kwa maombi, sio wakati wa kulala. Ni wakati wa kukesha kwa maombi. Na kukesha sio kanisani. Unaweza eka alarm kukesha sio kanisani peke yake. Unaweza eka alarm ukaamka ukaomba kuna wale wanalala mapema, unaweza weka alarm ukaomba sana saa 7 ya usiku. Hapo ndio shetani anakuaka kwenye kazi. Na hata unaweza weka alarm saa yoyote usiku ukaamka ukakesha ukiomba, vile Roho Mtakatifu ataweza kukuongoza. So tuvae silaha hizi, tuvae silaha za Baba yetu wa mbinguni. Na ya kwanza kabisa tuishi maisha matakatifu. Mimi pia niko vitani na pia mimi ninajaribiwa. Mimi bado niko kama nimefungwa minyororo na pia nazidi kujaribiwa. Majaribu, na hakuna siku zote mitihani zote zinakuaga ngumu, na sana kile ambacho kinaniokoa ni kuishi maisha matakatifu. So utakapokuwa katika jaribu lolote, usiache utakatifu nyuma, ili ukaweze Baba yetu Yesu Kristo akaweze kukupigania na kila hali ambayo unapita. Naomba ukapate kutazama ushuhuda wangu na ukaweze kuamini zaidi na zaidi. Na jambo la pili tunafaa tukuwe nayo ni imani. Amini Baba yetu Yesu Kristo katika kila jambo ataweza kukutetea. Imani yetu ndio itaweza kutushindania vita hizi za dunia. So kama hauna rent, omba. Kama hauna chakula, omba. Kama hauna mavazi, omba. Kama watoto wako hawana school fees, omba. Sasa hatuhitaji mambo mengi zaidi. Tunafaa tunahitaji, na tusiweze kutamani mambo mengi. Usiweze kupata mtu anaishi maisha yake anajionyesha kwenye social media, na wewe uko na ile pressure unataka kuwa kama yeye. Wewe hujui anatumikia miungu gani. So usikuwe na pressure yoyote. Maandiko yanasema tafuteni ufalme wa mbinguni na vitu vingine. Sasa ni wakati wa kutafuta ufalme wa mbinguni na vitu vingine vitaweza kuja baadaye. So usikuwe na pressure utakapoona mtu anaishi maisha yake kwa social media ama anajitangaza ako na pesa. Wewe kuwa mwaminifu na katika sala na kuishi maisha matakatifu, na Baba yetu wa mbinguni ataweza kukuokoa na ataweza kukusaidia. Wana wa Israeli walienda, Baba yetu wa mbinguni aliwasaidia wakafika Canaan, na wakaweza kupata mashamba ambayo walikuwa hata wakaenda wakapata nyumba ambazo walikuwa hawajajenga, mashamba ambayo labda hata hawakuweza kununua. So utakapoishi maisha matakatifu, Baba yetu Yesu Kristo atakusaidia, utaishi vile Baba yetu wa mbinguni anataka hapa duniani, na pia utaweza kurithi ufalme wa mbinguni ambao ni ufalme wa milele na milele. So na pia tuweze kuishi kwa upendo. Upendo niliweza kusema jinsi ya kupenda. Upendo unapunguza wingi wa dhambi. Tupende watu katika familia yetu, na tupende pia maadui zetu. Yule ambaye anaambia wale ambao wanaambiwa ni wakati wa kukamata adui, amuue adui. Hapana, Baba yetu Yesu Kristo alikuja kurectify law ya Moses. Aliweza kufundisha juu ya upendo, na upende adui yako na umwombee adui yako, na pia uweze kupenda adui yako. So ni hayo tu kwa leo. Baba yetu wa mbinguni akaweze kuwasaidia katika kila hali ambayo unapitia. Usiweze kuona vile saa zingine na sita. Mimi Baba yetu Yesu Kristo aliweza kuniita na namtumikia na sijaenda kusomea mafundisho haya, lakini wewe sikiliza kile ambacho kinatoka rohoni na ukaweze kushika vile ambavyo ninafundisha, na ninaamini ya kwamba Baba yetu Yesu Kristo ataweza kukutetea katika kila hali yote ambayo unapitia. Amen.